Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro amesema hakuna mwanasiasa anayeweza kuzuia uchaguzi kufanyika, kwani mamlaka hiyo ipo chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Ndumbaro ameeleza hayo leo Aprili 30 kufafanua michango ya wabunge na hoja mbalimbali zilizoibuka wakati akisoma hotuba ya wizara yake, akianza na mabadiliko 15 ambayo yamefanyika. Badiliko la kwanza, tumefuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985. Na kazi hiyo ya kufuta ilifanywa na bunge hili tukufu, linastahili pongezi zake. Tumefuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Kazi hiyo nzuri imefanywa na bunge hili tukufu, bunge hili linastahili maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, mabadiliko mengine ni kutunga sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sio kufanya mabadiliko, tumetunga sheria mpya. Na mnafahamu sheria hii tuliitunga mwaka jana Februari 2024 katika bunge hili, baada ya mjadala mrefu na kushirikisha pande zote. Tukapata sheria yenye vifungu 168 ikielezea kila jambo linalohusu uchaguzi, kila mchakato, na watu wote walishirikishwa. Kama reforms kubwa tumezifanya Februari mwaka 2024. Sasa tujiulize, kutoka Februari 2024 mpaka leo tunataka reform gani tena? Sheria hii ni mpya, haijawahi hata kutumika. Kwa hiyo mabadiliko haya yamefanywa na chombo chenye mamlaka, bunge hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia tumetunga sheria kwa mara ya kwanza, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Tume ya uchaguzi ilitajwa kwenye ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa haijatajwa na sheria mahususi. Kwa mara ya kwanza tumefanya reforms hizi kubwa Februari 2024. Tume sasa iko vizuri, ina sheria yake. Uhuru ambao umetamkwa kwenye katiba umefafanuliwa vizuri sana kwenye sheria hii. Ukitaka kusoma uhuru wa tume, sio kwa jina tu, kwa kila kipengele, nenda kasome sheria hii, utaielewa na utaitilia maanani. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumetunga kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani wa mwaka 2025. Vyama vyote vimesaini kanuni hizo isipokuwa chama cha Chadema. Na Chadema waliamua kutosaini kwa utashi wao, wala kuzuiwa na mtu yoyote, na uwezi kumlazimisha mtu kusaini. Lakini hizi ndio reforms ambazo tumeziweka sasa. Kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 ni reforms kubwa ambazo ziko hapa. Ndumbaro amesema amefuatilia mjadala ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema juu ya hoja ya no reforms no election, kwa kusema mabadiliko ya sheria si mageni nchini na tayari yameshafanyika mara kadhaa miaka ya nyuma. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili ambalo ningependa kulisema, waheshimiwa wabunge wamechangia sana kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia katiba, umuhimu wa kufanya uchaguzi na kujibu hoja ambazo zimetolewa zinazosema no reform no election. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kidogo kuhusiana na reforms. Mwaka 1958 na 59 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulijikita kwenye ubaguzi wa rangi. Vyama vya siasa vitakiwa vichague mgombea mmoja Muafrika, mgombea mwingine Muasia au Muhindi, na mgombea mwingine mzungu kutoka Ulaya. Lakini mwaka 1962 tulifanya reforms, tukayaondoa haya, tukaleta uchaguzi ambao hauzingatii ubaguzi wa rangi. Tukaendelea na uchaguzi huo chini ya mfumo wa chama kimoja, tukiwa na rais mmoja mgombea. Tulipofika mwaka 1995 mpaka mwaka 2024 tumefanya mabadiliko. Tunafahamu baada ya vyama vingi tukaondoa habari ya chama kimoja, tukaleta vyama vingi. Tukaondoa mgombea mmoja kwenye nafasi ya urais, tumeleta wagombea wengi. Huku nyuma tulikuwa na wagombea wawili tu kwenye ubunge, sasa tuna wagombea wengi.
Mara ya mwisho mimi Songea mjini tumegombea ndani ya chama tulikuwa 31. Haya ni mabadiliko ambayo yamefanyika ndani ya mfumo wetu wa kisheria na wa kikatiba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kati ya 1995 mpaka 2004 tulikuwa na sheria mbili za uchaguzi. Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tunavyoongea leo, Mheshimiwa Naibu Spika, hizo sheria hazipo tena kwa sababu tumefanya mabadiliko kuanzia mwaka 2004 kuja sasa tumefanya mabadiliko. Na kisha akamaliza hivi: mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria niseme kwamba tumefanya reforms nyingi kuanzia mwaka 1961 mpaka leo. Tumekuwa na sheria 8, tumekuwa na kanuni 6, tumeshafuta sheria 2 na tumefanya mabadiliko kwa maana ya amendment sheria 6. Hizo ni reforms kubwa kuliko zote. Nitamke hapa kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, dhamana ya kusema kuna uchaguzi au hakuna uchaguzi kwa mjibu wa ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mjibu wa sheria namba 1 na namba 2 za mwaka 2024 ni Tume ya Uchaguzi ya Taifa, sio mtu mwingine yoyote yule. Mtu mwingine atakayesema hivyo anajivisha joo ambalo sio lake. Tuombe Watanzania wampuuze.